Mtazamaji hujambo popote pale ulipo, karibu katika habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10 Plus. Mimi ni Lulu Ali, karibu tu sote. Na kwa kwanza tuanze hili ambapo kuelekea siku ya kusoma budget kuu ya serikali hapo kesho, Waziri wa Fedha Balozi Khamis Musa Omar amewahakikishia wananchi kuwa bajeti hiyo imezingatia kutoongeza mzigo mkubwa kwa mtumiaji wa mwisho, huku ikilenga kujitegemea zaidi katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Tupate undani wa taarifa hii. Akitoa taarifa mbele ya waandishi wa habari hapa jijini Dodoma kuhusiana na bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027, Waziri Omar alisema pendekezo 125 ambayo ilipitishwa moja kwa moja, moja ya mazingatio ilikuwa ni kwamba tusiongeze mzigo mkubwa kwa mtumiaji wa mwisho, kwa mlaji wa mwisho. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba katika kila pendekezo ambalo tunaliangalia kuna vigezo ambavyo tulikuwa tunavitumia, na kimoja wapo ndio hicho cha kuongeza mzigo mkubwa kwa mwananchi. Akieleza wamelenga kukusanya na kutumia kiwango gani cha fedha katika bajeti ijayo, huku wakilenga kuhakikisha misaada haitakuwa zaidi ya shilingi trilioni 1. Waziri wa Fedha alikuwa na haya ya kusema kwamba katika mwaka unaofuata wa fedha serikali itumie shilingi 62.3 trilioni. Hiyo ndio bajeti kuu ya matumizi ya serikali, shilingi 62.3 trilioni. Na kati ya hizi matumizi hayo kwa kiasi kikubwa yanatarajiwa kugharamiwa na mapato ya ndani ambayo yanatarajiwa kufikia shilingi trilioni 46.8. Pamoja na mambo mengine, waziri wa Fedha akaweka wazi malengo ya utekelezaji wa bajeti katika miradi ya maendeleo, ikiwa ni pamoja na kuendelea kujenga reli ya kisasa SGR, kuimarisha huduma za maji, afya, umeme na mtandao wa barabara nchini. Vile vile tutakuwa na kazi kubwa sana katika mwaka ujao wa fedha kuendelea na ujenzi wa mtandao wetu wa barabara. Kuna barabara ambazo hali yake, kama mmekuwa mkifuatilia sana mijadala katika bunge letu, kuna hali ya barabara, baadhi ya barabara haiko vizuri, na kuna kazi kubwa ambayo inahitajika kufanya kuzirejesha katika hali yake nzuri na kuendeleza baadhi ya barabara vile vile. Kutoka hapa Dodoma ni Kuringe Mongi. Mpango wa Taifa wa Damu Salama kwa kushirikiana na wadau mbalimbali umewataka wananchi kujitokeza kuchangia damu ili kuokoa maisha ya wagonjwa wanaohitaji huduma dharura ya kuongezwa damu, wakisisitiza kuwa damu ni uhai na haipatikani mahali pengine zaidi ya michango ya binadamu wenye afya njema. Mwanahabari wetu Emmanuel Chegere anatasimulia zaidi. Akizungumza katika wiki ya kampeni ya uhamasishaji uchangiaji damu, ofisa uhamasishaji wa Benki ya Damu Kanda ya Mashariki Evelyn Dier amesema kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wanaendelea kuhamasisha jamii kujitokeza ili kusaidia kupunguza upungufu wa damu na kuokoa maisha ya wagonjwa wanaohitaji huduma hiyo. Bado watu hofu ya kuchangia damu ni kubwa. Kwa hiyo niko hapa kuwatoa hofu. Tusiogope kuchangia damu. Kuchangia damu ni tendo kizuri, kuchangia damu ni sadaka, kuchangia damu ni baraka. Kwa hiyo unapochangia damu unaenda yule mtu ambaye amelala usingizi, unamrejeshia matumaini ya kuendelea kuishi. Kwa upande wake, afisa mawasiliano wa masoko wa benki ya Exim amesisitiza kuwa kila mwananchi ana wajibu wa kuchangia damu kwa kuokoa maisha, huku akikumbusha umuhimu wa kuzingatia vigezo vya afya kabla ya kuchangia, huku baadhi ya wachangiaji wakihamasisha jamii kuendelea kujitokeza kwa wingi ili kusaidia kuongeza akiba ya damu salama nchini. Kila ambaye ana uwezo, kwa sababu huwezi ukachangia damu kama hujakidhi vigezo ambavyo vinatakiwa kuwa unavyo. Kwa hiyo nitoe wito kwa kila mmoja aweze kufika, ni salama. Kila unapotoa damu, na kama ukipata challenge katika maisha au kwa ndugu zako au jamaa yako, hii itakusaidia wewe kukusukuma kuja kutoa damu ili kuweza kuokoa maisha wengine. Naambia tu waache uoga. Hii tuwasaidie ndugu zetu wanapata maajali, wajawazito, watoto. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel 10. Awamu ya pili ya mradi wa kuokoa watoto wanaoishi na kufanya kazi mitaani umezinduliwa mkoani Arusha, ambapo jumla ya watoto 1200 wanatarajiwa kunufaika na huduma za kuunganisha na familia zao pamoja na kuimarisha mifumo ya malezi na ustawi wa mtoto. Mwandishi wetu Jamila Omar kutoka mkoani Arusha anatueleza zaidi. Upanuzi huu unafuatia mafanikio ya utekelezaji wa mradi
katika mikoa ya Mwanza, Dar es Salaam na Dodoma, ambapo watoto wengi waliokuwa katika mazingira hatarishi waliunganishwa na familia zao na kurejea katika maisha salama ya malezi. Akizungumza jijini Arusha wakati wa uzinduzi huo awamu hii mpya ya utekelezaji wa mradi, mkurugenzi wa SOS Children Villages Tanzania, Thomas Kipingili, amesema katika kipindi cha miaka mitatu ya utekelezaji wa mradi wamefanikiwa kuokoa watoto zaidi ya 1901 na kati ya hao 1017 waliunganishwa na familia zao na kuhakikisha wanapata mazingira salama ya malezi na makuzi, huku familia zaidi ya 1067 zikiwezeshwa kuimarisha uwezo wao wa kutoa malezi chanya kwa watoto. Katika kipindi hiki kipya cha utekelezaji tunatarajia kufikia jumla ya watoto 4200 ambapo watoto 750 wanatarajiwa kufikiwa katika mkoa wa Arusha. Mradi utatekelezwa katika, kama nilivyosema awali, halmashauri ya wilaya ya Meru, halmashauri ya wilaya ya Arusha na halmashauri ya jiji la Arusha. Mkuu wa wilaya ya Arusha Joseph Mkude amesema licha ya mkoa kuendesha zoezi operesheni rafiki ya kuwaondoa watoto mtaani mwezi Aprili mwaka 2025 na kuwaunganisha zaidi ya watoto 68 na kaya zao na wengine kuwaunganisha na taasisi za malezi, lakini baadhi yao wamerejea mtaani kutokana na mazoea. Takwimu zinaonyesha kuwepo kwa watoto wengi wanaoishi na kufanya kazi mitaani. Inakadiriwa kufikia mwezi Mei 2026 ambayo takwimu hizi zimechukuliwa, mkoa una jumla ya watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani wapatao 631, kati yao 94 wanalala mtaani. Tumekuja kuongeza nguvu kwenye hii changamoto ya watoto wanaishi na kufanya kazi mtaani. Bado mifumo kuna wakati haiwasiliani, bado kuna wakati mtu fulani mahala fulani afanye kazi yake vizuri, kwa hiyo bado tatizo lipo. Jamila Omar, Channel 10. Na mtazamaji, basi la kampuni ya B1 Coach lenye namba za usajili T.134 EKR lililokuwa likitokea Arusha kuelekea Dar es Salaam limeteketea kwa moto katika eneo la Kwasadala, njia panda kwenda Msama mkoani Kilimanjaro, huku abiria 21 walikuwa kwenye basi hilo wakinusurika baada ya kutolewa salama kabla moto haujaenea. Ahmad Nadonde ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza na Channel 10, msimamizi wa B1 Coach upande wa Arusha, Carlos Anzelimu, amesema kuwa moto huo ulianza kuwaka majira saa 5 kasoro usiku wakiwa safarini baada ya tairi la basi kupasuka na kusababisha cheche zilizogusa tanki la mafuta na kuanzisha moto mkubwa ulioteketeza basi lote pamoja na mali za abiria. Kwa kuwa mimi nilikuwepo kwenye gari, tulichosikia tu ni mlipuko wa tairi uliokuwa kubwa sana. Na mwisho wa siku tumesimamisha gari hapa kwenye parking, tunaenda kwenye tairi za nyuma pale kwenye tanki ya mafuta ilikuwa imeshachanika baada ya ule mpasuko wa tairi. Yale mafuta yalivyokuwa yanamwagika na yazidi kwenda kwenye tairi kule, ndo moto ukazidi kuwa mkubwa zaidi. Abiria waliokuwepo, kuna baadhi walikubali kuendelea na safari na kuna baadhi ambao safari yao ilikuwa ndio mwisho wakarudi. Taratibu zingine zinafuatwa kuhakikisha kila kilichoteketea kwa wale abiria wetu wanapata kwa mujibu wa sheria. Baadhi ya wananchi waliokuwemo katika eneo la tukio mapema asubuhi ya leo wamesema licha kutoshuhudia tukio hilo, lakini wakatoa ushauri kwa mamlaka husika kuhakikisha wanafika kwa wakati pindi majanga kama hayo yanapojitokeza. Lakini tunaomba Mungu, sababu abiria waliokuwepo hakuna hata mmoja aliyeweza kuumia au kujeruhiwa kufariki. Jeshi letu la polisi liweze kuwa karibu barabarani, hasa matokeo kama yanayojitokeza kwa ajili ya kuwanusuru watu watakayopata matatizo. Tungeweza kuwasaidia tukaokota viwili vitatu, lakini nilikuwa mwenyewe nilikuwa hamna jinsi, ilitokea kama saa 4 inaelekea saa 5. Najua kwa mwenyewe ni ngumu sana, lakini kama tungepata wenzetu ingekuwa ni rahisi sana kuweza kuokoa vitu ambavyo vilikuwa kwenye gari. Akithibitisha kutokea kwa tukio hilo, kamanda wa jeshi la zimamoto mkoa wa Kilimanjaro, mrakibu msaidizi Jeremia Mkomagi, alikuwa na haya ya kusema. Tulipokea taarifa kutoka kwa wenzetu jeshi la polisi wakitujulisha kuwepo kwa tukio la moto wa basi la abiria ambalo lilikuwa likitokea jijini Arusha kuelekea Dar es Salaam.
kwamba linateketea kwa moto katika eneo la Sadala, wilaya ya Hai, mkoa wa Kilimanjaro. Baada ya kupokea taarifa hizi, kituo chetu cha zimamoto na uokoaji kilichopo Bomang'ombe walitoka kwenye kituo cha zimamoto na uokoaji na kuelekea eneo la tukio na kufanikiwa kuzima kabisa huo moto, lakini hakuna mtu aliyepoteza maisha, lakini kuna uharibifu ama kuteketea kwa basi na pamoja na mizigo ya abiria ambayo ilikuwa humo ndani. Lakini tunamshukuru Mungu ya kwamba abiria wote walinusulika, hakuna majeruhi. Taarifa hii ilichelewa na hivyo ikapelekea madhara zaidi ya kuungua na kuteketea kwa basi lote. Kwa hivyo niendelee kutoa rai kwa wananchi kwamba taarifa ziwe zinatolewa mapema kwa namba yetu ya dharura ya 114. Ahmad Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Haya, wajasiriamali na wanaojiandaa kuingia katika tasnia hiyo ya biashara wametakiwa kuchangamkia fursa za maendeleo ya teknolojia, ikiwemo kuwekeza katika kudhibiti taka kwa kuchakata na kubadilishwa kuwa bidhaa nyingine muhimu, ikiwemo kuzalisha chakula cha mifugo. Ile Kimani anatueleza. Kauli hiyo ya uhamasishaji kwa wafanyabiashara hao, hususan kundi la vijana na wanawake, limetolewa katika kikao maalum kati ya Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia nchini COSTECH na chama cha wafanyabiashara wanawake, ambacho kimelenga kutiliana saini hati ya makubaliano ya kuanza kuchangamkia fursa hizo ambazo zinatajwa kuwa chachu kudhibiti taka na kuzalisha ajira nchini. Sisi mkoa wa Manyara sehemu kubwa ni wafugaji na wakulima. Tunazo taka zinazotoka mashambani. Tunazo taka zinazotoka katika shughuli zetu za mifugo. Tunazo taka zinazotoka katika viwanda vidogo vidogo vya agro processing. Kwa teknolojia hiyo ya enzi chuma itatusaidia kwamba taka zile zinazooza sasa zinaweza zisiwe taka, zinaweza zikawa mali. Kwa hiyo unaweza kutengeneza taka kutoka kwenye zizi lako, kutoka kwenye shamba lako, ukazichukua zile taka mtu akazinunua, akaenda kuchakata kitu kingine. Tumeambiwa vyakula vya mifugo na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo unaona fursa inayokuja na kongano za namna hii. Kwamba COSTECH imeona changamoto hii kama fursa na kupitia teknolojia ya nzi chuma ambayo inaitwa ni Black Soldier Fly, taka zinazooza zinaweza kubadilishwa kuwa bidhaa zenye thamani, ikiwemo chakula cha mifugo chenye protini, mbolea hai na bidhaa nyingine zinazoweza kuchochea uchumi wa kijani. Sasa lengo letu ni kuona taka zinageuzwa toka kuwa mzigo kwa jamii na kuwa chanzo cha ajira, kwa sababu kinachokuja ni kwamba ni kama ni kiwanda, na halmashauri ya mji wa Babati ina malighafi za kutosha. Tunazalisha taka kwa siku karibu tani 85. Kwa hiyo malighafi ipo ya kutosha. Akizungumzia kuhusu fursa hizo, mkurugenzi mtendaji wa chama cha wafanyabiashara wanawake TWCC Mwajuma Hamza ameomba serikali kuwapa ushirikiano wakati wa mchakato wa fursa hizo, hususan ukusanyaji wa taka ili kuondoa mgongano wowote unaweza kutokea. Langu kwa serikali ni kuendelea kutupatia ushirikiano, na hasa kwa kipindi hiki ambacho tunaanza hii program, kwa sababu hawa wajasiriamali ambao wako kwenye hii kongano watahitaji taka, na hasa kuzikusanya aidha kuchukua kwenye maeneo ambayo tayari zimeshawekwa, kwa hiyo kuhakikisha wanakuwa na mazingira wezesha kuweza kuzipata. Toka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Na mtazamaji, ripoti ya shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limesema kundi la waasi la M23 limewalazimisha maelfu ya watu kujiunga na kundi hilo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa na mkakati wa kuwasajili kwa nguvu raia, wanajeshi na hata wapiganaji, kwa kuwazuia na kuwashikilia katika mazingira yasiyokuwa ya kibinadamu chini ya mazingira ya kikatili. Ripoti hiyo imetokana na mahojiano waliofanywa wafungwa 200 wa zamani waliokuwa chini ya kundi hilo la M23 na imebainisha maelfu ya wanajeshi wa Kongo, wanachama makundi ya wanamgambo na raia wamekuwa wakizuiliwa na kundi hilo. Baadhi ya wanaoshikiliwa ni pamoja na watoto chini ya umri wa miaka 12 ambao wamepelekwa kwenye kambi ya mafunzo ya kijeshi chini ya mazingira mabaya kwa wiki au miezi kadhaa, wakipitia ukatili wa kupigwa na hata mauaji.
Na tukiangazia taarifa nyingine huko Pemba, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Mgeni Khatib Yahya ameliagiza shirika la umeme Zanzibar ZECO kanda ya Pemba kufanya ukaguzi wa mara kwa mara wa miundombinu ya umeme katika majengo ya shule. Agizo hilo limekuja baada ya tukio la moto lililotokea katika bweni la wavulana katika shule ya sekondari Kifundi wilaya ya Kicheweni, ambapo Masaja Mabula kutoka Pemba anatueleza. Akizungumza na walimu na wanafunzi kufuatia tukio hilo, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Bi Mgeni Khatib Yahya amesema ukaguzi huu utasaidia kugundua mapema hitilafu za kiufundi na kuzuia majanga yanayoweza kuhatarisha maisha ya wanafunzi na walimu. Niwaombe sana wataalamu kutoka ZECO, japo kwamba majengo haya yana mainjinia, lakini nyie ndio wataalamu ambao mmewekwa, Mheshimiwa Rais kawaweka. Endeleeni kuyapitia haya majengo ili tuweze kuepusha hizi athari za moto zinazojitokeza mara kwa mara. Na mimi nimeambiwa kwamba majengo yana shoti haya, kwa hiyo niombe lisimamieni ili kuepusha hasara kwa serikali yetu, lakini pia athari ambazo zinaweza kujitokeza kwa vijana wetu. Niombe tusimameni kwenye majengo yetu yote ya shule, na hili tutamwandikia barua meneja kumtaka asimame kuhakikisha majengo haya kila baada ya muda mnayapitia. Kaimu afisa mdhamini Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Amali Kisiwani Pemba, Tarehe Hamisi Ahmadi, amewataka wanafunzi kwa uangalifu na kuchukua tahadhari ili kuepusha majanga yanayoweza kutokea. Tuwaambie wanafunzi wetu tuweke tahadhari sana katika maeneo yetu ambapo tunalala, lakini pia maeneo tunayoishi kwa ujumla, iwe ni darasani, iwe ni dakaria, katika suala zima la udhibiti wa miundombinu ambayo tunayo. Wito kwa taasisi au wananchi inapotokea tukio la moto, wasisite kutupigia simu, kwa sababu wao wanachokifanya kwamba wakishashindwa kufanya ile kupambana na ule moto ndio wanatupigia sisi. Baadhi ya nguo zetu zimeathirika. Sasa tunaiomba serikali itusaidie hivyo vifaa kwa ajili ya kuendelezea masomo yetu. Kusema kweli, si wanafunzi tumelemea kweli, tumepoteza vitu vyetu ambavyo tunavipenda kwa kusomea, ikiwemo madaftari, calculator na vitu vingine, na limetuathiri kwa namna moja au nyingine kutokana na vifaa vyetu vya kulalia, vifaa vyetu vya kusomea na vitu vingine ambavyo tulikuwa navyo dahalia. Hata hivyo, licha ya hasara zilizosababishwa na moto huu katika bweni hilo, hakuna mwanafunzi aliyepata madhara ya kimwili wala kupoteza maisha. Ni Masanja Mabula, Channel 10, Pemba, Zanzibar. Mwanamke mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Mkami Maseke mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa kijiji cha Kurusaga wilayani Bunda mkoani Mara, amenusurika kifo baada ya kukatwa mkono yote miwili kwa panga wakati akiwa shambani na mtu anadaiwa kuwa mumewe Nyamwaga Wariba mwenye umri wa miaka 50, ambaye baada ya kutekeleza tukio hilo alitokomea kusikojulikana. Musa Makali anatueleza zaidi. Kwa na kuinda sana ila leo kwa bahati nzuri nimekupata. Akizungumza akiwa katika maumivu makali majeruhi huyo, Mkami Maseke amesema tukio hilo limetokea akiwa shambani. Nimeima mpaka saa 5. Ilipofika muda wa saa 5 nikachukua jembe kurudi nyumbani. Nilipopiga hatua kama 1 2 3 5, tayari huyo mume wangu aliyokuwa amenioa akatokezea kichakani hapo akiwa na panga ameshikilia. Akaanza na kunishambulia. Basi mpaka ikafika hatua ya kushambulia mpaka kiganja kikatoka cha mkono. Mkami anasema ndoa yao ilipofika miaka 5 ilikuwa yenye matatizo. Kipigo na matusi ilikuwa ni sehemu ya maisha yake, na hiki ndicho kilimfanya akashindwa kuvumilia na kuamua kurejea nyumbani. Tulipofika kama miaka 5 huko inavyokuja huko, ilikuwa ndoa kama ya changamoto. Ilifika tu unamuomba tumizi hataki. Mimi mwenyewe ndio nijue toto wakoje, na mimi kafika hatua nikasema sasa nimechoka. Sasa mimi nikapigiwa simu. Nikatoka pale nyumbani nikafika nikakuta tukio tayari limeshafanyika. Yule kijana kwenye matukio ndio tukio la kwanza katika kijiji kile. Na pia kwenye matukio labda ya ugomvi huwa hana.
Kwa sasa Mkame anapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya kumbukumbu ya Mwalimu Nyerere, na hapa Daktari Elias Nguti kutoka kitengo cha mifupa anaeleza. Tokea tumempokea hali alikuwa dhaifu, lakini baada ya kuwa tumempatia matibabu ya awali akaimarika na tukaendelea na operation, na mpaka sasa hivi mgonjwa hali iko vizuri. Gumza kwa njia ya simu kamanda wa polisi mkoa wa Mara Pius Rutumo, na hapa anaeleza. Jeshi la polisi linaendelea na ufuatiliaji na msako mkali kumpata huyu mtu, lakini kwa ushirikiano na wananchi na watu wenye nia njema ambao tutafanikiwa kumpata bila shaka, ili aweze kuwajibika, kwa sababu jambo hili limefanyika katika ukatili wa hali ya juu. Kutoka mkoani Mara, jina langu ni Musa Makali. Rais Emmanuel Macron wa Ufaransa anatarajiwa siku ya kesho Alhamis kuongoza mkutano kwa njia ya mtandao kujadili kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi duniani utakaowaleta pamoja viongozi wa nchi wanachama wa kundi la G7, China na mataifa mengine yanayoinukia. Taarifa hiyo imeelezwa ni kule Ufaransa iliyotolewa usiku kwa mkia leo, ikiutaja mkutano huo kuwa ni kongamano la ulimwengu kwa ajili ya ukuaji wa uchumi wenye kuashiria utayari wa China, Marekani na Ulaya kushirikiana katika kusimamia uchumi wa dunia. Mkutano huo unapanga kuanzisha ushirikiano kati ya mataifa tajiri na yale yanayoinukia kiuchumi ili kupunguza mvutano na kutengeneza mazingira ya ukuaji uchumi unaonufaisha wote duniani, ukifanyika wiki moja kabla ya mkutano wa kilele cha kundi la G7 uliopangwa kufanyika Juni 16 na 17 kusini mashariki mwa Ufaransa. Na serikali kupitia kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia imebaini kuwa migogoro ya mirathi, ardhi, ndoa na matunzo ya watoto ndio changamoto zinazoongoza kuwasumbua wananchi wengi wanahitaji msaada na ushauri wa kisheria katika kutafuta haki zao. Roda Simba kutoka Dodoma anatueleza. Hayo yameelezwa jijini Dodoma na wakili wa serikali kutoka Wizara ya Katiba na Sheria Bi Edith Shekidele wakati akizungumza na Channel 10, ambapo amesema tangu kuanza kwa kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, wananchi kutoka mikoa yote 31 ya Tanzania bara na Zanzibar wameendelea kufikiwa na huduma za msaada wa kisheria na kuwasilisha changamoto mbalimbali zinazowakabili. Tumefanikiwa kuwafikia wananchi wengi zaidi kwa sababu utekelezaji wake tumefanya katika mikoa yote 31 na tumeweza kufika katika halmashauri zote 184 na tumeweza kufika katika kata, ngazi ya kata pamoja na vijiji na mitaa. Aidha, Bi Edith amesema kuelekea awamu ya pili ya kampeni ya msaada wa kisheria ya Mama Samia wamejipanga kuyafikia makundi mbalimbali ya jamii, hususani vijana. Makundi haya yatafikiwa kupitia vyuoni ambapo kutakuwa na midahalo ambayo itaendeshwa kuhusiana na huduma za kisheria, za msaada wa kisheria. Mbinu ambazo tunazo, kwanza tutakutana na wananchi kupitia mikutano ya hadhara, lakini tutaenda katika mikusanyiko yote. Ikumbukwe kuwa lengo la kampeni ya msaada wa kisheria ni kuhakikisha wananchi wasio na uwezo wa kugharamia huduma za kisheria wanapata msaada wa haki zao kwa wakati. Kutoka Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa yake Roda Simba kutoka Dodoma ndio inayotupa saa wa kwenda kupata mapumziko mafupi. Tukirejea tunakuja kuendelea mbele zaidi katika upande wa biashara na uchumi. Mimi ni Lulu Ali na hii ni Channel Plus, endelea kusalia nasi.